Kwa hivyo ninawatakia baraka za Mungu zizidi kuwa pamoja nanyi. Mungu akapate kuwabariki sana na Mungu akazidi kuwainua katika maisha yenu. Tunapokuwa tunaingia mwaka wa 2026, uwe ni mwaka wa matumaini makubwa katika kumtumaini Mungu. Lakini uwe ni mwaka pia wa kuweza kuwa karibu zaidi na Mungu kuliko mwaka uliopita. Ninapenda kuwatia moyo watu wa Mungu na kuomba Mungu akapate kuwa pamoja nanyi. Kuna vitu vingi ambavyo tunavipitia katika maisha yetu, na inawezekana kuna changamoto mbalimbali ambazo zinatukumba katika maisha na kujikuta ya kwamba tunaona giza kule tunakokwenda. Sababu ni moja tu. Inawezekana kuna nyufa ambazo tumeziachia katika maisha yetu, nyufa ambazo zinamfanya mwovu aweze kuingia na kuweza kutuvuruga katika kile tunachokiamini. Yohana Paulo anasema kwamba na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo unaweza ukajikuta ukapambana, ukatumia nguvu nyingi katika kupambana, ukaweka mikakati mingi katika kupambana, na ukaweka miundombinu mbalimbali ya kukufanya kwamba uonekane Ukristo wako ukiwa imara. Lakini kumbe bado kuna nyufa ambazo umeziacha zikiwa wazi, ambazo zinamfanya mwovu aweze kupita na kuweza kukushambulia kwa urahisi. Tatizo ni kwamba tumeridhika na nyufa hizi ndogo. Tunaziona kwamba ni vitu vya kawaida, ni vitu vidogo sana ambavyo unaweza pengine ukaona kwamba hakitaweza kukuletea madhara yoyote katika maisha. Hivyo tunadhani ya kwamba tukiwaangalia wenzetu tunaona kwamba nyufa zao ni kubwa zaidi kuliko wewe. Lakini pengine hata yule mtazama na kuona kwamba nyufa zake ni kubwa, naye anapokutazama wewe anaona nyufa zako wewe ni kubwa zaidi. Kwa hiyo hakuna mwenye unafuu. Unafuu haupo. Kwa kinachotakiwa ni kuangalia ni jinsi gani tutakavyoweza kujidhibiti katika nafsi zetu, kuweza kujidhibiti kutoka katika vitu visivyofaa na kwenda katika vitu vya kuweza kumtumaini Mungu. Lakini hakuna jambo ambalo ni dogo machoni pa Mungu, na shetani hajali jinsi gani unavyoweza kutoka katika ngome yake. Kwa hiyo shetani atarudi kukutafuta na kuweza kuangalia vile vitu vilivyokuwa unavifanya nyakati za mwanzo, ataweza kuvitumia ziwe ni silaha za kuweza kukurudisha mikononi mwake, kwa sababu anaelewa tayari yuko kwenye uwanja wa vita na umekuwa ni mpinzani wake, ya kwamba unahitaji kuingia katika ngome yake. Kwa hiyo atatafuta njia ya kukudhibiti. Sasa pengine ujiulize kwamba ni mianya ipi ambayo umeiacha wazi katika maisha yako. Hadi leo kumekuwa na Ukristo ambao haujulikani kama kweli ni Ukristo. Inawezekana tukawa ni Wakristo jina, tunaonekana katika nyumba za ibada tukiwa tumevaa vizuri, tukiwa tumebeba Biblia, tukiwa tunaongea maneno ambayo ni matakatifu, lakini tunapotoka nje, vitu ambavyo tunaviongea na vitu ambavyo tunavitenda vinakuwa ni tofauti sana na kile ambacho Mungu anataraji tukionyeshe mbele za watu. Inawezekana pengine uzuri wako ukawa ni sababu ya kuweza kuwafanya watu waanguke katika dhambi, lakini elewa kwamba kila kitu Mungu alichokupa ni zawadi. Unaweza kutumia uzuri wako kuwaleta watu wengi kwa Yesu. Unaweza ukatumia karama yako ya uimbaji kuwaleta watu kwa Yesu. Unaweza ukatumia kile ulicho nacho, pengine kama ni fedha Mungu amekubariki, zikawa ni msaada wa kuweza kufanya kazi ya Mungu kwa ukubwa, kusaidia watu kupeleka habari njema katika maeneo wanayoishi. Shida ni pale ambapo tunaona ya kwamba vitu vyote tulivyo navyo ni vyetu, na kwamba hakuna sababu yoyote ya kuweza kuifanya kazi ya Mungu, ni mpaka pale utakapokuta una changamoto.
kumbuka kile unachokifanya ndicho shetani anachokitumia. Kuna mtu mmoja ambaye nilikutana naye, ambaye nilipomuuliza anafanya kazi gani, akanambia yeye ni mganga, lakini pia ni mchawi. Anafanya kazi ya kwamba anaweza akakupa utajiri, lakini anaweza akaurudisha. Anaweza akakupa mwanamke, lakini pia akamrudisha yule mwanamke. Lakini iwapo njia ambazo nikaweza kumuuliza ni kwa nini inakuwa hivyo, akaniambia kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa ni rahisi kuweza kuingizwa kwenye uchawi na kuweza kuchezewa na shetani iwapo kama unavishiriki. Sasa leo unakuta tunahangaika sana na muziki ya duniani. Tunahangaika sana kuangalia vitu ambavyo vinaivuruga akili yetu. Wanawake warembo wanapoonyeshwa kwenye mitandao, katika nyumba zetu. Unaona, watu wanapoonyesha vitu ambavyo sivyo mbele za Mungu, michezo isiyofaa mbele za Mungu. Zile ni njia ambazo shetani anatafuta njia ya kuweza kuingia na kuweza kuvuruga maisha yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninachohitaji kukwambia, tunapaswa kukaa katika maisha ambayo yataweza kuwa na subira, maisha ambayo si ya kukonyeza, ulimi usiokuwa wa kutereza kwenda kinyume na dhamiri ambayo Mungu anahitaji katika maisha yetu. Lakini kama tukiruhusu ufa mmoja wa kitabia ziingie, ni hakika tutapotea. Na kama tukiruhusu ya kwamba shetani aweze kututawala jinsi anavyotaka, ni kwamba tutapotea. Tunaweza kutegemea mali tulizo nazo, tunaweza tukategemea watoto wetu wamesoma, lakini adui ataendelea kujaribu kuta zetu, na akitafuta matofali ambayo ni hafifu, akijaribu kujipatia ngome. Tunaweza kutegemea ili kwa kadri ambavyo tunaishi katika himaya anayodai kuwa yake, lakini tumeahidiwa kwa kukesha na maombi, maeneo yetu dhaifu zaidi yanaweza kulindwa kiasi kikubwa iwapo kama tutaamua kuwa karibu na Mungu. Ninachohitaji kukutia moyo, mtumishi wa Mungu, ni kuweza kusimama ukiwa na mtumaini Mungu. Usikate tamaa, ziba nyufa zote zinazosababisha ushindwe kumtumikia Mungu. Mwisho ninakutakia heri ya mwaka mpya, lakini unaongea na mtumishi wa Mungu Steven Elias Yaule, ambaye ni mwinjilisti. Ninafanya kazi ya Mungu kwa kupitia vitabu na machapisho mbalimbali. Pengine inaweza ikawa ni njia yako kufunga mwaka huu kuweza kutoa sadaka kwa ajili ya kusambaza vitabu kwa watu wengine. Nina vitabu mbalimbali vya afya, vitabu vya saikolojia, vitabu vya kiroho ambavyo vinaweza vikawa ni msaada wa sadaka yako kuweza kuipeleka kazi ya Mungu. Lakini pia ni matarajio yangu, ninatarajia mwezi wa pili kuelekea masomoni nchini Uganda kwa ajili ya kusomea teolojia. Ninakusihi pengine unaweza ukanisapoti kwa namba hii 0768438000. Ni namba ambayo unaweza ukaitumia, lakini kama utahitaji maombi zaidi unaweza ukanipigia kwa hiyo namba. Ukihitaji kuweza kushauriana, pengine hata kuboresha kazi ya Mungu kupitia mitandao, pia nitakukaribisha. Ninakusihi Mungu akubariki unapofanya maamuzi sahihi ya kuweza kumtumikia Mungu, lakini ukumbuke kuziba nyufa ambazo zitakutoa mikononi mwa Mungu. Mungu akubariki sana. Barikiwe. Ninawatakia amani ya Bwana katika mwaka wa 2026. Uwe ni mwaka wa mafanikio. Tuendelee kuungana na kumtukuza Mungu. Asante kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.